karibuni kampuni yangu imehusishwa kimakosa na baadhi ya viongozi wakuu wa kisiasa hapa nchini, ikiwemo madai kuwa inamilikiwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Kutokana na tetesi hizo zisizo na ukweli, kampuni yangu imepata madhara makubwa wakati wa machafuko yaliyojitokeza baada ya uchaguzi, ambapo waandamanaji walivamia kampuni yetu na kuchoma mabasi 6 na kuharibu mali nyingine nyingi. Nyaraka zote zinazothibitisha taarifa hizi, ikiwemo vyeti vya kuzaliwa, cheti cha ndoa, vitambulisho vya NIDA pamoja na nyaraka za usajili wa kampuni zinazopatikana katika mamlaka husika za serikali, zikiwemo RITA, NIDA na BRELA. Na mtu yoyote mwenye uhitaji wa kujiridhisha anaweza kuzitafuta taasisi hizi. Kuhusu jina la Esther, tuliamua kulitumia kwa heshima ya mtoto wetu wa kwanza, Esther Joseph Ngeleuya, aliyezaliwa tarehe 2 Septemba 2003 katika hospitali ya Muhimbili, Dar es Salaam. Wakati tunaanzisha shughuli za usafirishaji takriban miaka 15 iliyopita, tulipitia changamoto nyingi za kibiashara na kifamilia. Ndipo tulipoamua kuipa biashara yetu jina la Esther Trans, ambapo baadaye iliendelezwa na kusajiliwa rasmi kama Esther Luxury Coach mwaka 2024. Huu ndio uhalisia wa historia ya kampuni yetu. Kwa masikitiko makubwa, tunawasihi wa Tanzania waache kufanya maamuzi ya kuharibu mali za watu kwa misingi ya tetesi na majungu. Hasara tuliyoipata ni kubwa sana na haiwezi kuelezeka kwa urahisi. Kama kungekuwepo mashaka yoyote kuhusu umiliki wa kampuni hii, ingekuwa rahisi kuthibitisha ukweli kupitia BRELA, ambapo huhifadhi taarifa rasmi za kampuni zote zinazosajiliwa nchini. Aidha, taarifa hizi zinapatikana kwa njia ya mtandao bila kuhitaji mawasiliano ya ana kwa ana.